Bwana, tuziangazie baadhi ya tetesi za usajili kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili ambazo zimeendelea kuhusu klabu ya Yanga, klabu ya wananchi, mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara, kuhusiana na baadhi ya wachezaji ambao wameendelea kutajwa kwamba huenda wakawa sehemu ya kikosi hicho kwa msimu ujao. Bwana, taarifa ni nyingi, lakini moja kati ya taarifa ambayo imeendelea kuhusisha klabu ya Yanga ni kuhusiana na mchezaji mshambuliaji ambaye ameendelea kutajwa ndani ya klabu ya Yanga kwamba huenda akawa ni mrithi wa Kennedy Msonda. Bwana, inasemekana kwamba klabu ya Yanga imeulizia huduma ya mchezaji wa klabu ya Eastern Lions na timu ya taifa ya Sierra Leone Musa Noah Kamara kuwa mrithi wa Kennedy Msonda ambaye huenda mwishoni mwa msimu huu akaachwa kwenye kikosi cha msimu ujao. Sasa taarifa hii bwana inaweza kuwa sio ngeni sana, kwa sababu pia kuna baadhi ya wachezaji ambao wameendelea kuhusishwa kurithi nafasi ya Kennedy Msonda, pia akiwemo Jonathan Soa ambaye yeye pia anatajwa kuja ndani ya klabu ya Yanga kuchukua nafasi ya Kennedy Msonda. Lakini pia tetesi zimeendelea kueleza kwamba Kennedy Msonda ni moja kati ya wachezaji ambao huenda wakawa sio sehemu ya kikosi cha Yanga kwa msimu ujao. Lakini ukiachana na taarifa hiyo ya mrithi wa Kennedy Msonda, taarifa nyingine ama tetesi nyingine inatajwa Yanga imetakiwa kuweka mezani shilingi milioni 300 ili kuvunja mkataba wa Wilson Nanga wa JKT. Inaelezwa Yanga inasaka beki mwingine wakati ili kusaidiana na nahodha Bakari Mwamnyeto, Ibrahim Baka na Dickson Job, na kiwango kilichoonyeshwa na beki huyo wa JKT kimavutia mabosi hao na kupisha hodi jeshini. Chanzo cha ndani kutoka ndani ya klabu ya JKT Tanzania kinasema ni kweli Yanga imekuja na kuomba uziwe beki huyo, hivyo imepewa dau la kuvunja mkataba ambalo ni shilingi milioni 300, kisha itaendelea na mazungumzo na mchezaji mwenyewe kukubaliana mambo ya mshahara na issue nyingine za kimaslahi. Bwana, Wilson Nangu ni moja kati ya mchezaji ambaye aliwavutia klabu ya Yanga, hususan kwenye ule mchezo ambao Yanga walitoa sare ya bila kufungana pale kwenye uwanja wa Isamuyo, ambapo Yanga walitoshana nguvu ya bila kufungana. Lakini moja kati ya kikwazo kikubwa sana kwa Yanga kuweza kupata goli ama kuweza kutengeneza nafasi ya goli ilikuwa ni Wilson Nangu, na baada ya hapo zikawa ni tetesi sasa kwamba Wilson Nangu ni moja kati ya wachezaji ambao wanatajwa kutoa ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo tusubiri na kuona pia kwenye dirisha kubwa la usajili kuhusiana na tetesi hizi. Lakini pia klabu ya Yanga wako mbioni kufungua mazungumzo na kumchukua kiungo mkata shombo wa klabu ya Azam FC James Akamiko, raia kutoka Ghana katika dirisha kubwa la usajili. Bwana, Yanga wameanza kuandaa kikosi chao cha msimu ujao huku wakimwangalia Kamiko kama mbadala sahihi wa Mganda Khalid Aucho. Tunafahamu kwamba Khalid Aucho kwa sasa ni majeruhi na anaendelea kuguza majeraha yake, na tunafahamu kwamba tetesi za kuhitajika kwa James Akamiko ndani ya klabu ya Yanga hazijaanza leo. Hata kwenye dirisha dogo la usajili lililopita, moja kati ya wachezaji ambao walikuwa wanatajwa alikuwa ni James Akamiko. Lakini tunafahamu pia Yanga waliwahi pia kutoa shilingi B1.8 kwa ajili ya kuhitaji James Akamiko pamoja na Kiple Junior Jayara wakati huo akiwa ndani ya klabu ya Azam FC kabla hajatimkia ndani ya klabu ya MC Alger. Kwa hiyo kuhitajika kwa James Akamiko ni moja kati ya muendelezo wa Yanga kumweza kumhitaji Akamiko kutoka ndani ya klabu ya Azam kuja ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo pia tusubiri kuona taarifa hiyo ama tetesi hizo kuhusiana na James Akamiko. Lakini klabu ya Yanga pia inajipanga kuimarisha safu yake ya kiungo kwa ajili ya msimu ujao. Wanatarajia kumsajili Chav Onoya anayecheza kwa sasa katika klabu ya AS Maniema. Bwana, Chav anatarajiwa kuleta nguvu mpya na kina katika kiungo cha Yanga, ingawa tayari wana wachezaji wazuri kama Khalid Aucho, Mudathiri Yahya, Jonas Mkude na Sarumo Baba Abubakar Shuaboy. Uongozi unaamini kwamba ujio wa Chav utawapa nguvu zaidi ili kufika malengo ya msimu ujao. Yanga inahitaji kiungo mkabaji mpya na Chav Onoya
kutoka AC Maniema Union ndiye chaguo lao namba 1 kwenye dirisha la uhamisho. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa ambayo inaihusu klabu ya Yanga juu ya Chavo Onoye ambaye anatajwa kutua ndani ya klabu ya Yanga. Lakini tunafahamu kwamba tetesi zimeendelea kumzungumza Djigui Diarra kwamba ni moja kati ya wachezaji pia ambao hawatakuwa sehemu ya kikosi cha Yanga. Sasa mara baada ya tetesi hizo, mashabiki wa Yanga wameingiwa na hofu kwamba inakuwaje Djigui Diarra anaondoka, na ni moja kati ya kipa ambaye ameendelea kufanya vizuri ndani ya klabu hiyo na ameiongoza klabu ya Yanga kufanya vizuri hususan kwenye michuano ya kimataifa. Sasa unaambiwa mashabiki wa Yanga wamekuwa na pressure baada ya kuenea taarifa kwamba kipa namba 1 Djigui Diarra huenda akaondoka, lakini kocha mkuu Miloud Hamdi ameweka msimamo huko akiwatoa hofu mashabiki hao. Diarra anamaliza mkataba wake mwishoni mwa msimu huu na inadaiwa anajiandaa kuondoka baada ya kupata dili la maana nje ya nchi ambalo mabosi wameridhia, lakini Hamdi amesema hana taarifa, lakini kama kuna ukweli hata kubali aondoke. Kocha huyo alisema haitakuwa rahisi kuruhusu Diarra kuondoka mwishoni mwa msimu huu kama mabosi wa klabu hiyo hawataleta kipa bora mbadala. Kumwachia Diarra sio rahisi kama inavyozungumzwa, naweza kuruhusu aondoke kama tu nitaletewa kipa bora mwenye uwezo mkubwa zaidi yake, kwa sababu najua huko nje wako kina Diarra wachache mno wenye uwezo wa kudaka na kuanzisha mashambulizi kama ilivyo yeye. Bwana, hiyo ni taarifa pia ama tetesi kuhusiana na Djigui Diarra. Sasa ukiachana pia na taarifa hiyo ya Djigui Diarra na kocha kuweka ngumu pengine kutokuondoka kwa Djigui Diarra, bwana, unaambiwa Yanga pia inafanya mambo yake ya usajili kimya kimya kwa ajili ya msimu ujao. Hiyo ni baada ya kujihakikishia mapema tiketi ya kucheza ligi ya mabingwa Afrika, kutokana na kwa sasa kuongoza msimamo wa ligi na mapema tu imeanza kuboresha kikosi chake. Chanzo cha kuaminika kutoka ndani ya klabu ya Yanga kimesema viongozi wameanza kufanya mazungumzo na kiungo mkabaji wa ASEC Mimosa Koimizo anayechezea eneo la kiungo mkabaji, anatarajiwa kwenda kuchukua nafasi ya Khalid Aucho. Bana, kwa mujibu ya mkataba wa Aucho ambao aliongeza mwaka mmoja msimu uliopita, mwishoni mwa msimu huu unamalizika na hajafahamika kama kuna mazungumzo yoyote kwa pande zote mbili, huku taarifa zikibainisha hata kuwa kikosi hicho kwa msimu ujao. Hakuna mchezaji mbaya ambaye tumemtoa ASEC Mimosa. Ukiangalia ni timu yenye vipaji vikubwa. Si unaona Pacome Zouzoua, Aziz Ki, Stefano na Yao Kwasi Atula. Hivyo ni swala la muda tu kumalizana naye na kila mmoja atamuimba. Kiungo mkabaji tangu ametua Aucho ambaye anatuliza eneo hilo akicheza kwa ubora, tumekuwa tukibahatisha kupata mchezaji mwingine bora wa kumpa changamoto, lakini kwa huyu wa ASEC tunaamini ataleta kitu cha tofauti, alisema mtoa taarifa. Kwa hiyo Koimizo pia ni moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kutajwa ndani ya klabu ya Yanga. Lakini ukiachana kwa upande wa wachezaji ambao wameendelea kutajwa, bwana, tetesi nyingine zinamhusu kocha Miloud Hamdi. Unaambiwa Yanga Afrika wamefikia kuachana na kocha wao Miloud Hamdi mwishoni mwa msimu huu na kuleta kocha mwingine atakayeziba nafasi ya kocha mkuu. Bwana, habari za awali wameanza kumshawishi pia Jose Rivaldo, kocha anayemaliza muda wake ndani ya klabu ya Orlando Pirates. Kwa hiyo ni moja pia kati ya tetesi ambazo zinatokea ndani ya klabu ya Yanga kuhusiana na kocha Miloud Hamdi. Kwa hiyo tetesi ni nyingi, lakini kwa sasa tuishi na taarifa hizo ama tetesi hizo kuhusiana na hawa wachezaji ambao wameendelea kuhitajika ama kuhusishwa na klabu ya Yanga, lakini pia kocha Miloud Hamdi akitajwa pia kwamba na yeye huenda mwishoni mwa msimu akaachana na timu hiyo, na kocha wa Orlando Pirates akitajwa kuja kuchukua mikoba ya Miloud Hamdi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.